Angalia sana mahusiano yako na mpenzi wako, mke wako, mume wako, yasije yakaathiri uhusiano wako na Mungu, kwa sababu kama Mungu akigundua kwamba kuna mtu ambaye umeingia naye mahusiano, huyo mtu akauteka moyo wako na moyo wako ukatawaliwa na hisia za kimapenzi kupita kiasi na huyo mtu, Mungu anachohesabu, hahesabu tu kwamba una upendo na huyo mtu, ila anahesabu kwamba huyo mtu amekuwa ni Mungu kwako. Wakati katika amri zake Mungu anasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Mungu hatafsiri tu kwamba huo ni upendo wa kawaida, isipokuwa na tafsiri kwamba kwenye nafasi yake umeweka kitu kingine kisichokuwa ni Mungu. Kwa hivyo akitazama nafasi yake ndani yako kwamba ni ndogo, ni finyu au haipo kabisa, na ndani ya moyo wa mwanadamu kwenye ile nafasi ya worship, ya ibada, haiwezekani hiyo nafasi kawa ni plain, haina mtu. Hiyo nafasi kama haina Mungu wa kweli, basi na Mungu wa side B. Kama haina Mungu aliye hai, ina Mungu mwingine, na huyo Mungu mwingine anaweza kawa sio ndama, anaweza kawa sio sanamu, ila akawa ni mtu kama mtu, aidha mke, mpenzi. Wengi hiyo nafasi ni hela, fedha, mali. Mbaya zaidi, wengine wakawaweka Mungu huyo mwingine ni mtoto. Kuna mtoto anampenda, ana mapenzi makubwa na yeye kiasi ambacho amekalia nafasi ya Mungu. Mungu anachofanya sasa, anaamua kufanya vita na huyo Mungu mwingine. Hafanyi vita kwa kuwa ni mume wako, hafanyi vita kwa kuwa ni mke wako, hafanyi vita kwa kuwa ni mtoto wako, anafanya vita kwa kuwa ni Mungu mwingine kwako. So neno lake liko pale pale, usiku huu nitafanya vita, nitaihukumu miungu ya Misri. Kwa hiyo Mungu inapofika swala la kuhukumu, Mungu waangalii kwamba huyo mtu ni wa muhimu kiasi gani kwenye maisha yako, ila yeye anapiga kwa sababu umeabudu Mungu mwingine. Ngoja nizungumze kwa msisitizo zaidi. Kama Mungu ameweka wito ndani yako, ikiwa Mungu alikuita na akaweka kusudi ndani ya mtu, aidha la utumishi na mambo mengine yoyote, hilo kusudi atahakikisha amelifuatilia, na hilo kusudi Mungu atakuchagulia hata aina ya mke au mume. Huyo mume au mke, anachofanya Mungu, huyo mtu hauwezi ukampenda kwa kiwango ambacho akateka moyo wako na akaathiri nafasi ya Mungu ndani yako. Na ndiyo maana kuna watu wengi wana doubt, wana maswali mengi, wanasema hivi, kwani watumishi wa Mungu wengi hawajui kuchagua wake zao? Kwa nini? Wanachoangalia ni nini? Wanaangalia urembo. Wangetegemea kuona mke wa mtumishi ni mrembo, lakini inaweza isiwe hivyo. Mungu mara nyingi sana sio watumishi wanaochagua hao wake, ila ni Mungu anawachagulia hao wake, na anapowachagulia hawapi warembo kupitiliza kiasi ambacho wakaathiri nafasi ya Mungu ndani yao, wakaathiri kusudi la Mungu ndani yao. Ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Umewahi kuelewa maneno ya Paulo anapowashauri watu wasioe? Anasema wawe kama yeye. Unajua kwa nini Paulo hakuoa? Hakuoa kwa sababu hakutaka mwanamke aathiri upendo aliokuwa nao wa Mungu, alafu akauhamishia, akaugawa, akaupeleka kwa mke. Na ndio maana akasema, mimi ninachoona mtu akioa anafanya juu chini kumpendezesha mke au mume.
So kwa kadri unavyoendelea kupambana, unataka kumpendezesha mke, baadaye inageuka inakuwa ni utumishi, ni utumwa, ni utumishi, na yeye hakutaka kugawa utumishi ampe mtu mwingine ila Mungu peke yake. Na ndio maana akashauri akasema, wale waliokwisha kuoa na kuolewa, aliye na mke au mume awe kama hajaoa, awe kama hajaolewa. Unajua alikuwa anamaanisha nini? Anamaanisha wale ambao wana ndoa wawe kama hawana ndoa, kwa maana kwamba wasiwekeze nguvu nyingi kusifia, kupendezesha, upendo wa kupita kiasi. Baadaye huo upendo unageuka unakuwa ni utumwa. Kwa anasema wawe kawaida, wafanye vitu vingi sana vya kumtumikia Mungu na kumpendezesha Mungu. Ndoa isije kaathiri uhusiano wao na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utasema, mtumishi, mbona unaongea sana, hautupi maandiko? Ngoja nikupe mfano ulio hai. Yakobo mwenyewe, Mungu alikuwa na kusudi naye. Hujapata kuona misheni ya mbinguni juu ya Yakobo ilianza Yakobo alipokuwa bado tumboni mwa mama yake Rebeka. Mungu alianza kumfuatilia Yakobo tangu akiwa tumboni. Alijua kuna mtu ataitwa Yakobo, na huyu atakuwa ni taifa, nitaunda taifa kupitia huyu Yakobo. Anapokuja kuzaliwa Yakobo, tunaona anamnyang'anya haki ya uzaliwa wa kwanza kaka yake Edomu au Esau. Haikuwa kwa bahati mbaya, ile ni mission, ilishaanza toka zamani kabla hawajazaliwa. Sasa Yakobo ghafla anazaliwa, tunaona kimefika kipindi cha kuoa, ghafla akatekwa moyo wake na binti mmoja anaitwa Raheli au Lecho, binti Labani. Akampenda kwa mapenzi hali ya juu sana, akaamua mtumikie miaka 7 baba yake bila kulipwa, lakini mshahara wake uwe ni Raheli. Mungu akatazama akaona huyu Raheli anachoenda kufanya, anaenda kuathiri uhusiano nilionao na Yakobo. Kwa hiyo Mungu akaamua sasa, akampa tekniki Labani amkatalie Raheli, asimoe Yakobo, kwa kigezo kwamba mkubwa awezi akaachwa akaolewa mdogo, lazima aolewe huyu mkubwa Lea. Na moyo wa Yakobo haukuwa kwa Lea, hakumpenda. Biblia ndivyo inavyosema. Lakini nataka nikuambie, Mungu alimwandaa Lea ndo awe mke wa Yakobo, pamoja na kwamba hakumpenda. Maana yake ile tu kwamba mimi simpendi huyu, simpendi, haina maana kwamba huyo mtu hakutoka kwa Mungu. Kwa sababu mtu kutoka kwa Mungu, mumeo au mkeo kutoka kwa Bwana, anaweza siwa na vigezo ambavyo wewe umejiwekea kwenye maisha yako, akawa ni wa kawaida, lakini huyo ndio amewekwa ili aje kuhudumia mtumishi wa Mungu, aje kuishi na wewe. Haishi na wewe kwa sababu za mwilini tu, eti mitoko na kadhalika, tukisimama mimi ni mfupi yeye mrefu. Mungu hana hizo sababu. Yeye Mungu ana sababu za kusudi lake lifike mahali anapotakiwa kulifikisha. Kwa hiyo alichofanya Mungu, cha kwanza akamstopisha Yakobo asimpate kwa wakati Raheli. Mungu akasubiri mpaka amempata Lea, ndo baadaye la Yakobo kalazimisha, akasema sasa namtaka, nipe na huyo Raheli. Walipoanza kuishi, Mungu akamswitch huyu Raheli, kwanza asipate mimba, asimzalie mtoto Yakobo. Raheli anahangaika, napambana, mimi mtoto sina, nalia. Lakini aliyekuwa amefanya hiyo ni Mungu. Alikuwa anapunguza upendo mkubwa uliokuwa ndani ya Yakobo kwa Raheli. Alichokuwa amefanya Mungu, amemfungua Lea ndo awe anampa watoto Yakobo. Lea asiyependwa, lakini Raheli anayependwa amefunga tumbo lake. Ngoja nikwambie, utasema mtumishi, unaongea unayapata wapi haya? Raheli hakumpa mapenzi toshelevu huyu Yakobo, pamoja na kwamba ndo aliyekuwa amependwa.
Na Raheli muda mwingi alionekana hana raha, hana amani. Raheli alionekana muda mwingi hayupo romantic kwa Yakobo, na Yakobo akalazimishwa awe pamoja na Lea, na muda mwingi Yakobo alilazimishwa alale kwa Lea. Na ukumbuke makabila makubwa, tunapozungumza makabila makubwa katika Israeli ambayo Mungu alifanya mission nao, tunazungumza bali ya kabila la Lawi. Makuhani katika hekalu walitoka kwenye tumbo la Lea. Nazungumza bali ya Yuda ambako Yesu alikuja kutoka baadaye, alitoka kwenye tumbo la Lea. Jiulize, kwa nini hakutoka kwa Raheli aliyekuwa anapendwa? Ngoja nikwambie, kumbuka Raheli alikuwa ni mdogo, baadaye Mungu akamfungua tumbo lake, akamzalia mwana Yakobo anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa anapendwa na Yakobo. Maana yake upendo wa Raheli alikuja kuhamishia kwa Yusufu. Mungu alipoona akasema nitakufanya kazi, akamfanya Yakobo asionje mapenzi ya mwanaye mpendwa Yusufu. Akampeleka, Mungu ndo aliyefanya mpeleke sehemu za mbali Yusufu, akaenda Misri, akauzwa, akatekwa, mara amefanyaje, mara amefungwa. Yote hiyo alikuwa namwepusha Yakobo asiingize kitu kingine kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwepo ndani ya moyo wa Yakobo. Haya, Raheli aliyekuwa anapendwa baadaye akapata mimba. Katika kujifungua kwake akakata roho akiwa na uchungu mkali, akazaliwa mtoto wa kiume anaitwa Benjamini, wala mama hakumwona huyu mtoto. Kwa mara ya kwanza Yakobo anapoteza mke mpendwa aliyekuwa anampenda, anaitwa Raheli. Alikufa akiwa mdogo bado, anamwacha mke asiyependwa Lea aendelee kuishi na Yakobo mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu, lengo la kumwondoa Raheli anayependwa, alikuwa analinda nafasi yake ndani ya moyo wa Yakobo. So Mungu yuko tayari kwa gharama yoyote alinde nafasi yake ndani yako, hata kukufanya uwe mjane, hata kukufanya uwe mgane. Na ndio maana tuna wajane wengi leo hii hawajawahi kufahamu kwamba hata Mungu kuacha wajane ni ili kulinda utukufu wake, kulinda nafasi yake. Kwa sababu kuna wanawake leo hii wamewaweka waume zao ni kama ndio miungu ndani yao. Yaani mume yuko tayari ya kukataze kwenda kanisani. Mume unataka uingie hata kwenye maombi ya mfungo siku kadhaa, linatokea lijamaa linakwambia hakuna kuingia kwenye mfungo. Alafu mimi unataka nikalale na nani? Sitakugusa, hutakuwa na hisia ukiingia kwenye maombi ya mfungo. Kwa hiyo achana na hiyo kitu. Mwanamke anaahirisha ibada yake ya kutafuta uso wa Mungu kwa kumtii mwanaume. Mungu akiona hivyo tu atamchukua huyo jamaa. Yuko tayari Mungu baki mjane, lakini ufike mbinguni pamoja na ujane wake. Na ndio maana anasema kiungo kimoja kikikukosesha kinatakiwa kikatwe, ili usije ukaenda jehanamu na viungo vyote. Afadhali uingie mbinguni ukiwa na kiungo kimoja lakini umesalimika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mahusiano ulionayo na mwenza wako, chunga sana yasije kaathiri nafasi ya Mungu ndani yako, yasije kaathiri uhusiano mzuri baina yako wewe na Mungu. Usisujudie, usimche mtu mwingine isipokuwa ni Mungu. Kuna watu wengine mlisababisha hata watoto wenu wafe, wapendwa kabisa. Ni Mungu alikuwa analinda nafasi yake ndani yako. Ngoja nikupe mfano hai. Mnamkumbuka, watu ambao mpo mtandaoni, mnamkumbuka mtoto wake dada mmoja anaitwa Muna Love. Kalikuwa ni ka handsome boy. Kale katoto kila siku kanapostiwa, kanapambwa, kazuri, na comment za watu wanasema mzuri jamani, ningekuwa na mtoto kama huyo. Yule mama likafanya kama ni kamungu mtu.
Na hata kama angekuwa nasikia hii video, nataka nimkumbushe tu kwamba ni Mungu alikuwa analinda uhusiano wake na yeye. Yule mtoto aligeuka baadaye, alikuwa kama ni mkamungu, mtu fulani hivi, kana sujudiwa, kana pambwa kama yali, kana fanywaje usiku na mchana. Mama alikuwa na kaota kale katoto. Mungu akasema, ngoja, mimi ninataka sana moyo wako. Akakachukua kale katoto. Afadhali abaki na jeraha la kufiwa na mtoto mzuri kuliko yule mtoto angeathiri uhusiano wake na Mungu. Mnamkumbuka Ibrahimu, mzee Ibrahimu alikaa miaka tele bila mtoto. Mungu baadaye anakuja kumpa mtoto wa pekee, anaitwa Isaka. Isaka alikuwa ni mtoto mzuri, anapendwa. Mungu akamtazama Ibrahimu akaona, huyu alikuwa ni rafiki yangu, mbona naona ile nafasi ni kama huyu mtoto anataka kuingilia. Akaamua mjaribu, akaambia, ninamtaka huyu mtoto, nitolee sadaka. Nenda kamtoe sadaka, kamuue. Mzee Ibrahimu alikuwa tayari kwenda kumtoa sadaka yule mtoto, na aliponyosha mkono wake anataka kumuua, ndipo Mungu anaingilia, anasema, sasa Abrahamu, nimetambua kwamba unanipenda bado, nafasi yangu ndani yako bado haijaingiliwa na huyu mtoto. Kwa hiyo weka kisu chako chini, usimnyoshee huyu mtoto, nitamwacha awe hai. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajaathiri uhusiano wangu mimi na wewe. Mungu yuko tayari hata kufilisi, ubaki bila pesa. Kama pesa yako utaifanya kama ibada, utaifanya kama Mungu. Mungu yuko tayari akunyang'anye magari, akunyang'anye nyumba, akunyang'anye ubaki mtupu, huna kitu, akuachie tu riziki ya kupata pesa ya kula. Ikiwa hivyo vitu umevifanya kama Mungu, vimeingia kwenye nafasi yake. So, nini nataka kusema? Chunga sana uhusiano ulionao na watu na vitu, visije vikaathiri nafasi ya Mungu ndani yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Jina langu ni Pastor Kuhani Addison. Ukiwa na maoni, andika hapo kwenye comment, na ukiwa unahitaji ushauri wowote na maombezi yoyote, niandikie kupitia kuhanilawi@gmail.com. Hiyo email iko active masaa yote, kuhanilawi@gmail.com, ama namba ya simu 0687861479. Shalom, shalom.